Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tunafahamu wote toka Aprili 9 mwaka 2025, siku ambayo mwenyekiti wetu wa chama taifa Tundu Lissu alikamatwa kule Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Toka kipindi hicho sisi Bavicha na Chadema kwa ujumla tumekuwa tukipinga haya mashtaka na huu utaratibu mpya ambao umeibuka kwenye taifa letu wa kuwabambikizia watu kesi, wa kuwasingizia watu kesi, na kesi hizi zingekuwa bora hata za maana, lakini ni kesi ambazo msimamo wetu kwamba ni kesi za uongo, ni kesi ambazo kwa kweli hazina nia njema na taifa. Kwa hiyo toka kipindi hicho sisi vijana wa Chadema na Chadema kwa ujumla tumekuwa tukipinga mambo haya na kukemea kwamba huu utaratibu wa kuwafungulia wanasiasa kama mwenyekiti wetu wa chama taifa, lakini pia viongozi wengine mbalimbali makosa ya ugaidi, kwamba utaratibu huu ni utaratibu wa hovyo, ni utaratibu usio wa haki, na ni utaratibu ambao kwa namna kubwa, kwa namna ya kipekee unalichafua taifa letu kwenye jumuiya za kimataifa. Sasa wote tunafahamu Julai 26 mwaka 2026, siku ya Jumapili, msemaji wa jeshi la polisi David Misime alitoa taarifa kwa umma na akasema katika siku za karibuni, huu mwezi wa 7, walikamatwa Watanzania 130, zaidi ya Watanzania 130, na Watanzania 36 wamefikishwa mahakamani kwenye maeneo mbalimbali kwenye taifa letu kwa kufanya kwa tuhuma za kosa la ugaidi. Sasa taarifa hii ya Misime, labda nikisoma kwa kifupi tu taarifa yake kwa umma ilikuwa inasemaje. Msemaji wa jeshi la polisi kwenye taarifa yake, pamoja na mambo mengine, alisema maneno yafuatayo kwamba jeshi la polisi limewakamata watuhumiwa wa makosa ya ugaidi na watumia hao walikamatwa kutokana na ufuatiliaji uliofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika majukwaa mbalimbali yakiwemo mitandao ya kijamii. Walibainika wakipanga na kuhamasisha vitendo vya uhalifu. Hayo sio maneno ya kwangu, ni maneno ya David Misime. Anasema ushahidi uliokusanywa kupitia njia mbalimbali unaonesha kuwapo kwa njama zilizokuwa zikipangwa kupitia mikutano ya ana kwa ana, mijadala ya klabu za mitandaoni, pamoja na kusambaza jumbe na vipeperushi vinavyohamasisha vitendo vya vurugu na uhalifu. Hayo mambo ni aliyasema msemaji wa jeshi la polisi. Pia alisema kwamba uchunguzi umebaini kuwa mbali na kupanga kufanya fujo kupitia maandamano yasiyofuata sheria, watuhumiwa hao walidaiwa kupanga kuua viongozi, kupanga kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kupora silaha na kuzitumia kutekeleza malengo yao, hali ambayo kwa mujibu wa ushahidi uliopo inabeba viashiria vya makosa ya ugaidi. Amesema kwa mujibu wa sheria, vitendo vya kigaidi vinajumuisha kula njama, kupanga na kuhamasisha vitendo vinavyolenga kueneza hofu kwa wananchi, kujeruhi au kuua watu na kupola silaha, pamoja na kuharibu miundombinu. Hayo ni maneno ya msemaji wa jeshi la polisi. Sio maneno ya Bavicha, sio maneno ya Chadema, sio maneno ya mtu yoyote. Ni maneno yaliyosemwa na msemaji wa jeshi la polisi Tanzania. Sasa kwanza tunapaswa kuelewa mambo yafuatayo kabla sijafika mbali. Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, sheria zinazosimamia makosa ya jinai, mwenendo wa makosa ya jinai, sheria inayowaongoza polisi, mwenye mamlaka ya kukamata mhalifu yoyote ni jeshi la polisi. Mwenye mamlaka ya kufanya upelelezi wa kesi ya jinai au wa kosa la jinai ni jeshi la polisi. Anayekusanya ushahidi kwenye taifa letu kwenye kosa lolote la jinai, kwenye tuhuma yoyote ya jinai ni jeshi la polisi. Wanaoenda kutoa mashahidi, tumeona kesi ya mwenyekiti wetu wa chama na kesi nyingine zote za ugaidi, wanaoenda kutoa ushahidi mahakamani kuhusiana na kesi mbalimbali za jinai ni jeshi la polisi. Anayejua ugaidi unafanyikaje, anayepata taarifa za kwamba kuna ugaidi ni jeshi la polisi. Kwa maneno mengine,
jeshi la polisi wao ndo wanaojua kwamba kwenye taifa kwa sasa kuna ugaidi au hakuna ugaidi, kuna makosa fulani yanafanyika au hakuna makosa fulani yanayofanyika. Ni jeshi la polisi ndo wanaojua hayo. Sasa mara baada ya kauli hii sasa ya msemaji kabisa wa jeshi la polisi, imeibuka sintofahamu, na sisi tumeshitushwa, tumeshangazwa na maneno na kauli za Patrobas Katambi anayeitwa na mapolisi kwamba ni waziri wa mambo ya ndani. Tumemsikia Katambi akisema kwamba kwenye taifa letu hakuna ugaidi. Haya ni maneno ya Katambi, wakati jeshi la polisi linasema limekamata watu kwa tuhuma za ugaidi, makosa yanayotafsirika kwamba ni ugaidi. Anayeitwa waziri wa mambo ya ndani anasema kwenye taifa letu hakuna ugaidi. Na siku za karibuni yeye mwenyewe Katambi tumemsikia akiwa kule Dodoma bungeni anasema kwamba tumesitisha mikutano ya hadhara kwa sababu za kiusalama. Yaani siku chache zilizopita Katambi anasema mikutano ya hadhara imesimamishwa kwa sababu za kiusalama. Jeshi la polisi linasema limekamata Watanzania wasiopungua 130, 36 mpaka sasa, kutoka Alhamisi, Ijumaa na Jumatatu ya wiki hii wamefikishwa mahakamani kwa makosa ya ugaidi. Halafu wewe tena unajitokeza hadharani unasema kwenye taifa hili hakuna ugaidi. Na Katambi ameenda mbele zaidi, anasema ili useme ugaidi ziko elements of offense, kwamba viko viashiria, yako mambo kadhaa yanapaswa kufanya ili useme kuna kosa la ugaidi. Kwa maelezo yake Katambi anasema kitendo kimoja hakiwezi kufanya kwenye taifa ukasema kuna ugaidi kwa sababu umeona kuna kitendo kimoja kilichofanyika. Sasa uzuri ni kwamba wote sisi tunafahamu sheria na tunajua, kwa mfano Katambi akizungumza mambo yote yanayohusu sheria, bahati nzuri tupo na wengine ambao kwa kweli tumesoma sheria na sheria ni kazi yetu. Sasa ukisema elements of offense kwamba hakuna tukio moja linalofanya hakuna kitendo kimoja au hakuna jambo moja linalofanya tafsiri ya kosa la ugaidi, maana yake kumbe ili useme kuna ugaidi, maana yake ni lazima kuwe kuna elements kadhaa kwenye kosa hilo zimefanyika au zipo zinaonekana, ndio utasema kwamba kuna kosa la ugaidi. Sasa bwana Katambi, polisi wakimaliza kufanya upelelezi wa kosa lolote la jinai wanapeleka ushahidi wao wote kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP. Kazi anayoifanya DPP ni kuangalia sasa hizo elements of offense kwenye ushahidi ulioletwa na polisi. Je, hizo elements of offense zipo zote? Zinatosha kuthibitisha, ushahidi uliopo unatosha kuthibitisha kesi husika? Ukisema mtu amefanya kosa la mauaji, maana yake kabla hujamshtaki mtuhumiwa kwa kosa ya mauaji, ni lazima tendo la kuua, tendo la kuondoa uhai liwepo. Hiyo element lazima iwepo. Lazima element ya nia ya kuua iwepo. DPP akithibitisha, akijiridhisha elements hizo zipo, ndio huyu mtu anaenda kushtakiwa kwa mauaji mada. Kama hakuna hiyo element, kwa mfano ya nia ya kuua, makusudi, kwamba kitendo kile mtu yule akifanya makusudi, maana yake hilo kosa haliwezi kuwa mada, itakuwa manslaughter. Kwa sababu manslaughter ni maana yake ni kuua bila kukusudia. Sasa kama umewashtaki watu kwa ugaidi mahakamani, kwa maneno mengine, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali angekuwa yeye anajiandikia hukumu, maana yake wale watu angethibitisha, maana yake angeandika hukumu ya kwamba wamefanya kosa la ugaidi, kwa sababu yeye kajiridhisha. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP hampeleki mtu mahakamani kama yeye hajajiridhisha kwamba elements zinazotengeneza kosa husika zipo. Kama hatajiridhisha hawezi kupeleka mahakamani kwa kosa hilo. Na ukisema kwamba hakuna ugaidi, sijui anazungumzia sheria za wapi. Ukisoma kifungu cha 228 cha mwenendo wa makosa ya jinai,
sura ya 10 kinazungumza kitu kinaitwa pre-taking. Kwenye sheria kuna kitu tunaita pre-taking. Pre-taking maana yake ni kwamba mtuhumiwa akishafikishwa mahakamani kwenye kosa lolote la jinai, jambo la kwanza linalofanyika mahakamani ni mtuhumiwa yule kusomewa mashtaka na hakimu. Ukishasomewa mashtaka na waendesha mashtaka wa serikali, hakimu anakuuliza kwamba hicho unachotuhumiwa nacho, hicho ulichosomewa ni kweli au sio kweli. Ndio maana kuna aina mbili za plea, kwa maana ya either ukubali kosa au usikubali kosa, plea of guilt and plea of not guilty. Mtuhumiwa akisomewa shtaka, yani kwa mfano Tundu Lissu, mwenyekiti wetu wa chama taifa, aliposomewa makosa ya ugaidi, angesema nakubali, kweli, ni kweli nimefanya hilo kosa, maana yake mahakama isingejihangaisha kwenda kuanza kupokea ushahidi na utetezi. Ambacho ingekifanya mahakama, ingemtia hatiani kwa kosa la ugaidi. Ingesema wewe nenda kanyongwe kwa kutenda kosa la ugaidi. Hata hawa vijana tunaosema wameshtakiwa kwa makosa ya ugaidi, waliposomewa mashtaka yao, Mwalimu Kaijage aliposomewa shtaka la ugaidi, yule mwalimu wa chuo kikuu cha UDOM, vijana wa Chaso Mbeya, viongozi wa Chadema Shinyanga, wakina Jackson Mnyawame, viongozi wa Chaso Mbeya Mwanza, waliposhtakiwa kwa makosa ya ugaidi, wangekubali mashtaka yale, maana yake mahakama ingewatia hatiani. Ukikubali kosa uliloshtakiwa nalo mahakamani, maana yake mahakama inakuconvict na kinachofuata ni kukusentence, kukupa adhabu ya kosa ulilolifanya. Sasa unaposema kwamba Tanzania hakuna ugaidi, wakati kuna Watanzania wanaoshtakiwa kwa makosa ya ugaidi, makosa ambayo DPP na mapolisi wanapeleka ushahidi wa kwamba watu wao wamefanya makosa ya ugaidi, wakikutwa na hatia kwa makosa hayo, au watu wao wangekubali makosa hayo, wangehukumiwa na kupewa adhabu ya ugaidi, unaanzaje kusema hakuna ugaidi kwenye taifa letu? Sisi tulipokuwa tunasema hakuna ugaidi, tulifahamu. Tulipokuwa tunasema hawa vijana wa Chaso sio magaidi, tulifahamu, kwa sababu makosa hayo ni ya uongo, nimewasingizia hawa vijana. Leo unayeitwa waziri wa mambo ya ndani unajitokeza hadharani unasema kwamba kwenye taifa hili hakuna ugaidi. Sasa kama hakuna ugaidi, hao walioko magerezani, hao walioko jela sasa hivi, hao wanaoshtakiwa kwa makosa ya ugaidi, kwa nini mmewashtaki kwa ugaidi? Kama wako watu tena wapo kwenye ofisi za umma, wengine wanajiita mawaziri, wanawashtaki watu kwa ugaidi. Unawashtaki Watanzania kwa ugaidi, unawashtaki vijana wadogo wenye miaka 20 kwa ugaidi, halafu leo waziri unajitokeza, wewe unaitwa waziri, unajitokeza hadharani unasema kwenye taifa hili hakuna ugaidi. Hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wako watu magerezani wamesingiziwa, wanaonewa, wameshtakiwa kwa makosa ambayo ni ya uongo. Ndio tafsiri yake. Kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.